Iran iko tayari kwa ajili ya mazungumzo, lakini kwa ajili ya vita. Tehran haijawahi kusaliti mazungumzo, tofauti na Washington, Balozi Kazem Jalal analiambia shirika la habari la RT. Iran haitafuti vita, lakini iko tayari kuendelea kupigana, balozi wa Tehran mjini Moscow Kazem Jalal ameliambia shirika la habari la RT katika mahojiano maalum, akisema kuwa jamhuri hiyo ya Kiislamu ya Iran haijawahi kuwa upande wa kuachana na diplomasia licha ya kuchomwa visu mara kwa mara mgongoni. Sera ya jumla ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran ni kwamba ikiwa upande mwingine uko tayari kufanya mazungumzo, tutajadiliana. Ikiwa wanataka vita, tutapigana, Jalali aliambia RT siku ya jana Alhamisi. Balozi huyo alisisitiza kwamba Tehran haijawahi kusaliti au kuondoka kwenye meza mazungumzo, jambo ambalo ni sawa na Washington ilivyofanya mwezi Februari na mapema chini ya rais wa Marekani Donald Trump. Katika rekodi ya rais wa Marekani kulikuwa na kuvunjwa kwa JCPOA na kumekuwa na mashambulizi mawili dhidi yetu wakati mazungumzo yakiendelea, alisema. Ikiwa wanataka kuendeleza mwelekeo huu, ni kawaida kwamba Jamhuri ya Kiislamu ya Iran itapigana, lakini ikiwa wana nia ya kufanya mazungumzo, tuko tayari kwa mazungumzo ya utaratibu na dhamana ya nguvu ya kuweka amani ya kudumu na kuhifadhi na kulinda haki za Iran na kufidia hasara zetu, aliongeza. Mapema wiki hii rais wa Marekani alitangaza kwamba anaongeza muda usitishaji wa vita na Iran kwa muda usiojulikana, huku akisubiri kile alichokiita jibu la umoja kwa mapatano yake kutoka Tehran, akionyesha uongozi wa Jamhuri ya Kiislamu ya Iran umevunjika na kudhoofika vibaya. Tehran imerudi nyuma kwa bidii kwenye simulizi hilo. Katika onyesho lililoratibiwa la umoja siku ya Alhamisi, rais wa Iran Masoud Pezeshkian na spika wa bunge Mohammad Bagher Kalibaf walichapisha taarifa zinazokaribia kufanana na kutangaza kwamba hakuna watu wenye msimamo mkali au wasimamizi nchini Iran isipokuwa wa Iran, na wana mapinduzi waliapa kwamba umoja wa kidunia wa nchi ungemfanya mchokozi ajutie vitendo vyake. Hata hivyo, jeshi la Marekani wakati huu linatazama kuanzisha mashambulizi mapya katika miundombinu ya Iran, lakini pia kuhakikisha inawaua viongozi wakuu wa kijeshi na viongozi wengine wa kisiasa. Hata hivyo, mkuu wa jeshi la Iran sasa anatajwa kusakwa na wa Marekani. Hata hivyo, rais wa Marekani amekuwa akizungumza kwamba wakati huu asingejaribu kutumia silaha hatari za nyuklia kwa ajili ya kuilemaza Iran kama ambavyo alitaka afanye mwanzoni, ambapo aliwahi kutangaza kwamba ustaarabu wa Iran utapotea. Na ni siku hiyo hiyo ambayo baadaye alitangaza kwamba anasitisha mapigano ndani ya wiki mbili. Baada ya kumalizika kwa wiki mbili za usitishaji wa mapigano, rais huyo wa Marekani alikuja kuongeza usitishaji wa mapigano usiojulikana kwamba utaisha lini. Lakini wachambuzi wa mambo na hata yeye mwenyewe Rais Trump alikuja kukiri kwamba mpango wa usitishaji wa mapigano, lakini vita ambavyo wakati huu Marekani inapigana dhidi ya Iran ni kuyumbisha uchumi wa Iran, na kwamba wanataka kuhakikisha wa Iran hawana uchumi wa kuweza kuendesha nchi, na hatimaye wakubali kuingia katika meza ya mazungumzo na wakubali kile ambacho Marekani inataka. Waziri wa mambo ya nje wa Iran Abbas Araghchi ametoa maoni yake akisema taasisi za serikali za nchi hiyo zinaendelea kufanya kazi kwa umoja, madhumuni na nidhamu, na kwamba uwanja wa vita na diplomasia ni pande zinazoratibiwa kikamilifu katika vita hivyo. Mzozo huo unaendelea karibu na mlango wa bahari wa Hormuz, ambapo Iran imeimarisha udhibiti wake wa meli za kimataifa na Marekani imeweka kizuizi cha majini kwenye bandari za Iran kuzuia au kugeuza angalau meli 30. Trump alizidisha dau hilo siku ya Alhamisi kwa kusema kuwa aliamuru jeshi la wanamaji la Marekani kupiga risasi na kuua boti zote za Iran zinazodaiwa kutega mabomu kwenye njia ya maji. Tehran inachukulia kizuizi hicho kama ukiukwaji wa moja kwa moja wa usitishaji mapigano, na imesema kuwa mazungumzo yote hayana maana maadamu yanabaki kuwa sawa. Endelea kutufuatilia mtazamaji, lakini ni kusihi usisahau kulike, usisahau kucomment, kadhalika usisahau kusubscribe channel yetu hii ili uweze kupata habari hizi kwa mapana kupitia The World News. Naitwa Adam Hussein, endelea kuwa nasi wakati wote, endelea kutufuatilia.